Ndugu mgombea Mheshimiwa Zungu, ningependa kufahamu katika bunge utaloliongoza, iwapo utachaguliwa kuwa spika, litakuwa na mchango gani katika kuboresha demokrasia nchini Tanzania, hasa katika muktadha wa kujenga mwafaka wa kitaifa na kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafurahi sana kwa swali zuri sana la Mheshimiwa Ado. Bunge hili litasimamia haki za watu. Bunge hili kama serikali ilivyotangaza, mchakato wa katiba mpya uko njiani, na bunge hili ndio litalosimamia katiba hilo, na wale ambao tuko ndani ndio tutakaoamua mustakabali mkubwa wa taifa letu kwa amani, utulivu na maendeleo ya taifa letu. Siku za nyuma uliwahi kuanzisha sera hapo bungeni ya jaza ujazwe. Sasa nilikuwa nataka nikuulize, katika bunge hili la 13 sera hiyo ya jaza ujazwe unaioanisha vipi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo umetuambia kwamba utaisimamia kikamilifu? Mheshimiwa Zungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu ya spika ndani ya bunge hili yameainishwa kwenye kanuni ya toleo jipya la mwaka 2025, kanuni ya 4. Na haya ndio tuko mwongozo wangu kwenye bunge hili. Napenda kuuliza swali moja. Tukikuchagua leo kwa spika wetu wa bunge, una mkakati gani wa kuhakikisha bunge hili linakuwa ni bunge la kuwakilisha wananchi dhidi ya serikali na sio bunge la kuitetea serikali? Asante. Mwenyekiti, bunge sio vita kati ya serikali na bunge. Pamoja kwa spika anatakiwa neutral, lakini wabunge ni waasi, niwasaidie. Kazi yetu sisi kuleta kero, shida za wananchi wetu kwenye taifa letu. Hakuna ugomvi wa bunge na serikali wala bunge na mahakama. Lengo letu kubwa ni kufanya kazi kwa maslahi ya wananchi, si maslahi yetu sisi. Tuwatizame wananchi wetu kwanza, na wananchi wetu tutatizama kwa dira hii mpya ambayo ilitolewa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ili kwa jumuishi kuitunga dira hii na itafikia wananchi wetu.